Sia okulinda lyanga lino elia Malasile Kabatobe na tata ni ile tu kusimama nyuma yangu ndio inanifanya mrio mno mera bananga filmu nutaba weremba. Leo hii tumekongamana kama jamii ya Batobe hasa mno kuzungumzia maendeleo yetu kama jamii. Na leo tumekutana na wazee, tumekutana na wamama, tumekutana na vijana kuweza kuzungumzia jinsi tunavyoendelea kama jamii, na tumejipanga siku ya leo kwa sababu mara nyingi tumeona tumewacha nyuma kama jamii, na hivyo sasa wameona ni muhimu tuje pamoja tuweze hasa kuuliza nafasi yetu kama jamii katika serikali na katika vitengo vingi vya serikali. Na hata hivyo kama jamii tumesimama pamoja kwa matatizo ambayo inatokea katika jamii zetu. Tumesimama, tumetaka kutatua matatizo yetu pasipo kuhusisha watu wa nje, kwa sababu tulikuwa na mwanya muda mrefu, na leo hii tumekuja pamoja ili tusungumuze mambo hayo na tupeane mwelekeo pamoja na wazee ambao wamekongamana siku ya leo kwa mkutano huu ambao ni wa jamii ya Batobe na wakaaji wale ambao wanakaa na Batobe. Kwa hivyo maneno hii ilikuwa samani mahali pale wanaita Luanda. Mikutano ya wazee wa samani walikuwa wanafanyia huko. Wakatoka hapo wakaanza kufanyia mkutano mwingine kwa mtoni huko Luanda tena, na ikaja ikafilisika. Sasa hawa ndio wamefufua hii chama na tunataka tuwaunge mkono iendelee mbele bila kurudi nyuma. Pale nyuma tulikuwa na wazee ambao walikuwa mbele walikuwa hawaelewani. Hiyo ndio ilifanya hiyo movement ikaanguka. Lakini tena movement yao ilikuwa tu ya kujadiliana maneno ya kutengeneza jumuiya. Haikuwa na kitu ya kuleta kama faida ambayo inaweza vile tunaona siku hizi mitoni inatengenezwa, kila kitu tukiuliza inakuwa tayari. Sasa tukitaka mheshimiwa anatuitia. Sasa hiyo ilikuwa hakuna. Na mimi napika Sunday na watoto wa mama wazee ufanyie pamoja. Hatujui mbele na ni nini inaweza tokea. Nyuma tumeshatoka. Pale tunaenda hatujui ni nini. Mwendo wetu uwe pamoja, wazee, watoto, wamama, tufanyie pamoja lile neno lolote ambalo linaweza tokea. Sisi milango yetu tumefungua sababu unajua wajirani wetu hawa Mungu ndiye ametuletea. Kwa hivyo tunawakaribisha kwa sababu ni ndugu zetu. Kwa sababu hakuna mahali tena wataenda na hakuna mahali tutawapeleka. Tunataka tuwajiunge na sisi ili tusukume ili kudumu pamoja. Jambo likiwafikia tusimame hapo kama jamii, likitumoja. Kama ni barabara inatujumuisha sisi. Kama ni maji inajumuisha sisi. Kama ni masomo inajumuisha sisi. Kwa hivyo hatuna utengano, tunataka tu wajiunge na sisi na tuwe kwamba jamii ya Batobe pia inaishi, ina exist na iko na inahitaji ina haki katika mambo mengi. Katika hali ya maendeleo tuna mambo mengi ambayo tunahitaji ya masomo, ya barabara, ya maji, na pia hata mambo ya watoto kusoma kulipiwa mabasari. Pia kama jamii tunataka tujue kwamba nafasi yetu iko wapi. Hilo ndo swala muhimu kabisa ambalo limetukonganisha sisi leo, siku ya leo kukutana kama jamii ili tuwe na uzungumzi wa pamoja. Tukipata stima hapa Haimba tufanye kazi yetu kufika saa 2 saa 3, tukipata kwa posho yetu tukipeleka watoto shule, si tunafurahi. Inakuwa jamii ya Batobe, wanawake wa Batobe wamefurahi na wanafanya maendeleo yao katika. Wametuunganisha kwa kutengeneza mito, na tunasitu kuwauliza pia area yetu ya Isari watuulizie stima hatuna, tupate hata stima kwa nyumba zetu, angalau nasi tujifunie stima ya serikali. Sasa hiki chenye tunafanya saa hizi, tunajipanga, tunajikusanya pamoja ili tukienda kuomba kwa wenzetu, kama tumewasaidia waweze kukumbuka kwamba tumeomba kitu fulani, sio tu maendeleo tunaomba peke yake. Tutaomba hata na viti tofauti katika vitengo tofauti. Kwa majina naitwa Makoha Cornel Akungwi, mzaliwa wa hapa Haimba kwa jamii ya Batobe, najivunia kuwa Mtobe. Na siku ya leo vile wazee wetu waliotuzaa sisi kuunganisha jamii yetu kwa upamoja, vijana, wazee, wamama, ni siku ya maana sana kwetu sisi kama vijana, kwa sababu muungano ni kitu ambayo inaleta maendeleo katika jamii
na maendeleo inaanza hadi kutoka katika familia kwenda hadi national, county, kila mahali. Na leo hii sisi kama vijana tumesikia vizuri sana, kwa sababu jambo hili litaleta muungano kwa sisi vijana kwa kupata nafasi katika serikali, kupata nafasi katika jamii, kupata nafasi katika sehemu nyingine ile ambayo tupo sisi kama vijana. Na kwa sababu ya umoja inaleta pia vijana, kwa sababu wazee watatupatia usia kutotumika sana, kwa sababu ukisikia mara mingi watu ambao wanatumika huku nje na wanasiasa kupiga watu, kutusi watu, kutusi viongozi waliopo katika madaraka, wengi ambao wanatumika ni vijana. Na vile tunakaa na vijana wanatupatia usia, wanatupanga ili tusiweze kutumika na wanasiasa kwa ajili ya kuvuruga mikutano za kisiasa, kuvuruga wanasiasa, kuvuruga maendeleo, kwa sababu tukiunganika pamoja, wanasiasa wengine ama wale ambao wako katika viongozi wanatuletea maendeleo katika jamii zetu. Na vile wazee wamesema katika maeneo ya serikali, kupitia vile tulipata chairperson mpya na nyumba mpya ya Batobe zaidi, sasa hivi ni miaka miwili ambayo imepita, tumeona yale maendeleo ambayo imeanza kukuja katika eneo hili. Tuko na ECD Center ambayo yuko hapa Haimba, ambayo miaka mingi uongozi ambao uliopita au kukua, sasa hii ECD Center iko. Tuko na barabara zingine ambazo wametengeneza hapa, tuko na bodaboda shed, tuko na vitu mingi ambazo tunainia hata pale mbeleni, ambazo kama jamii tukiunganika pamoja tutakuwa nazo. Na pia kazi katika vijana wetu, ambao sisi kama vijana ambao tutapata nafasi ya kupata kazi katika serikali iliyopo, katika serikali ya CDF na serikali ya county government. Leo hii tumekongamana kama jamii ya Batobe, hasa mno kuzungumzia maendeleo yetu kama jamii. Na leo tumekutana na wazee, tumekutana na wamama, tumekutana na vijana kuweza kuzungumzia jinsi tunavyoendelea kama jamii, na tumejipanga siku ya leo, kwa sababu mara nyingi tumewacha nyuma kama jamii, na hivyo sasa wameona ni muhimu tuje pamoja tuweze hasa kuuliza nafasi yetu kama jamii katika serikali na katika vitengo vingi vya serikali. Na hata hivyo kama jamii tumesimama pamoja kwa matatizo ambayo inatokea katika jamii zetu. Tumetaka kutatua matatizo yetu pasipo kuhusisha watu wa nje, kwa sababu tulikuwa na mwanya muda mrefu, na leo hii tumekuja pamoja ili tusungumuze mambo hayo na tupeane mwelekeo pamoja na wazee ambao wamekongamana siku ya leo kwa mkutano huu ambao ni wa jamii ya Batobe na wakaaji wale ambao wanakaa na Batobe. Kwa hivyo maneno hii ilikuwa zamani mahali pale wanaita Khuluanda. Mikutano ya wazee wa zamani walikuwa wanafanyia huko. Wakatoka hapo wakaanza kufanyia mkutano mwingine kwa mtoni huko Khuluanda tena, na ikaja ikafilisika. Sasa hawa ndio wamefufua hii chama, na tunataka tuwaunge mkono iendelee mbele bila kurudi nyuma. Pale nyuma tulikuwa na wazee ambao walikuwa mbele, walikuwa hawaelewani. Hiyo ndio ilifanya hiyo movement ikaanguka. Lakini tena movement yao ilikuwa tu ya kujadiliana maneno ya kutengeneza jumuiya. Haikuwa na kitu ya kuleta kama faida ambayo inaweza vile tunaona siku hizi mitoni inatengenezwa, kila kitu tukiuliza inakuwa tayari. Sasa tukitaka mheshimiwa anatuitia. Sasa hiyo ilikuwa hakuna. Na mimi napika Sunday na watoto wa mama wazee kufanyie pamoja. Hatujui mbele na ni nini inaweza tokea. Nyuma tumeshatoka. Pale tunaenda hatujui ni nini. Mwendo wetu uwe pamoja, wazee, watoto, wamama, tufanyie pamoja lile neno lolote ambalo linaweza tokea. Sisi milango yetu tumefungua, sababu unajua wajirani wetu hawa Mungu ndiye ametuletea. Kwa hivyo tunawakaribisha kwa sababu ni ndugu zetu. Kwa sababu hakuna mahali tena wataenda na hakuna mahali tutawapeleka. Tunataka tuwajiunge na sisi ili tusukume ili kudumu pamoja. Jambo likiwafikia tusimame hapo kama jamii, likitumoja. Kama ni barabara inatujumuisha sisi. Kama ni maji inajumuisha sisi. Kama ni masomo inajumuisha sisi. Kwa hivyo hatuna utengano, tunataka tu wajiunge na sisi ni siku ya maana sana kwetu sisi kama vijana, kwa sababu muungano ni kitu ambayo inaleta maendeleo katika jamii, na maendeleo inaanza hadi kutoka katika familia
kwenda hadi national, county, kila mahali. Na leo hii sisi kama vijana tumesikia vizuri sana, kwa sababu jambo hili litaleta muungano kwa sisi vijana, kwa kupata nafasi katika serikali, kupata nafasi katika jamii, kupata nafasi katika sehemu nyingine ile ambayo tupo sisi kama vijana. Na kwa sababu ya umoja inaleta pia vijana, kwa sababu wazee watatupatia usia kutotumika sana, kwa sababu ukisikia mara mingi watu ambao wanatumika huku nje na wanasiasa kupiga watu, kutusi watu, kutusi viongozi waliopo katika madaraka, watu wengi ambao wanatumika ni vijana. Na vile tunakaa na vijana wanatupatia usia, wanatupanga ili tusiweze kutumika na wanasiasa kwa ajili ya kuvuruga mikutano za kisiasa, kuvuruga wanasiasa, kuvuruga maendeleo, kwa sababu tukiunganika pamoja, wanasiasa wengine ama wale ambao wako katika viongozi wanatuletea maendeleo katika jamii zetu.